Niseme kidogo na wanawake ambao mnatarajia kupata mtoto au ambao tayari mna watoto wachanga. Mtoto mchanga ni dhaifu kikinga katika mwili wake. Kama ambavyo ni mchanga, kila kitu ni kichanga katika mwili, ikiwemo mifumo ya kinga ya mwili ni michanga, ni midhaifu. Kwa maana hiyo, hakikisha mwanao ananyonyeshwa maziwa yako pekee kwa muda ambao haupungui miezi 6, apate maziwa ya mama pekee. Sambamba na hilo, mtoto mdogo, mtoto mchanga si wa kila mtu, yaani sio abebwa na kila mtu. Mtoto ni wa baba na mama, au yule wa karibu sana ambaye yuko pale muda wote. Watu ambao wanakuja kutembelea watoto na kadhalika, usipende kuwapa watu mbalimbali wambebe mtoto. Kwa nini? Kwa sababu watu wanakuja na magonjwa mbalimbali, hujui mtu ameshika wapi, amegusa nini. Kuna wakati mtu anakuwa anawasha sehemu za siri huko, anajikuna, nawasha makalioni, anajikuna huko, alafu anakuja anamshika mtoto wako. Mwanao atapata maambukizi, homa za matumbo, H pylori, minyoo, amiba, typhoid, atapata shida za ngozi, shida za kifua, atapata mwanao mdogo kiasi hicho. Kwa hiyo hakikisha mwanao anabebwa na wazazi tu. Yaani kaka naye angalau basi hata afikishe miezi 3. Lakini mtoto tu ana siku moja, ana siku mbili tayari ashabebwa na watu 20, watu 100. Hapana, hapo ni kumuumiza mtoto. Fanya hivyo umlinde mwanao dhidi ya magonjwa.